Salama kabisa na mshukuru Mungu, tuko mzima na bado tuko imara, tunaendelea kupambana. Karibu sana ndani ya Jambo TV. Asante sana. Karibu pia ofisi za Chadema kanda ya Kaskazini. Paka sasa una muda gani? Paka sasa nina miezi miwili tangu nimechaguliwa. Lakini kwa bahati nzuri ni vyema mimi sio mgeni kwenye kanda ya Kaskazini. Kabla ya hapo nilikuwa pia ni afisa wa chama kanda ya Kaskazini almost kwa miaka 5. Kwa hiyo kanda ya Kaskazini ninaifahamu. Kwa kilichobadilika tu ni nafasi. Lakini kanda ya Kaskazini nimehudumu kwa miaka 5 nikiwa afisa wa chama kanda ya Kaskazini. Kwa nimefika Tanga, Manyara, Kilimanjaro, Arusha, kanda nzima naifahamu vizuri sana. Sawa. Kwanza nikupongeze kwa kupata nafasi hiyo, ambapo alikuwepo awali kama tunavyojua sasa hivi ni mheshimiwa naibu katibu mkuu bara, na mara ya mwisho pia nilifanya naye mahojiano. Huenda tukategemea siku za mbeleni nawe Mungu akibariki basi tukakuona nawe upo katika nyasifa hiyo. Bwana, umeingia ndani ya kanda ya Kaskazini. Hali ya kisiasa kwa miezi yako miwili umeitathmini vipi ndani ya chama? Kwa kweli hali ya siasa naweza nikasema ilikuwa ni kwamba ina misukosuko mingi, kwa sababu ukiangalia tumetoka kwenye chaguzi, kuanzia kwenye ngazi hizi hatujapumzika. Tumeanza kwenye misingi kwa mujibu ya mfumo wa chama chetu, tukaja kwenye matawi, tumekuja kwenye ngazi ya kata, majimbo, tukaja kwenye ngazi ya mkoa, kanda, baadaye taifa. Nadhani wote mliona uchaguzi wa taifa sio tu ndani ya Chadema lakini kwa nchi nzima ni uchaguzi ambao ulichukua tension kubwa sana. Lakini kabla ya huo pia hapo katikati mwezi wa 11 tulikuwa na uchaguzi wa serikali za mitaa, nao ambao unaona mapambano yake dhidi ya dola jinsi ulivyokuwa. Kwa hiyo tumemaliza tu mwezi wa 11. Sasa kuna ambao kwenye uchaguzi kuna mambo mawili, kuna kushindwa na kushindwa. Huu sio kama mpira useme kwamba kuna draw. Hakuna draw, uchaguzi una matokeo tu mawili, kuna kushindwa na kushindwa. Sasa kwenye kupokea matokeo kila mmoja tunatofautiana. Kuna ambao wao wanaweza kupokea matokeo na kuamua kumove on. Kuna wengine bado hawaamini, bado wanaona kama uchaguzi kama vile wengine bado hujafanyika au kilichotokea labda ni miujiza, au kuna mwingine anaweza kawa naamini tu kwamba labda kesho kinaweza kikabadilika, labda kesho hichi kilichotokea sivyo. Lakini kuna wengine pia waliamini na wanaamini hiyo ndio demokrasia. Lakini kikubwa tunachoshukuru ni kwamba ulimwengu mzima umeshuhudia na tumepata pongezi kutoka ndani na nje ya nchi kwamba uchaguzi huu ulikuwa huru na wa haki na umeendeshwa, na tunaamini kwamba kuna mambo mengi ambayo pia serikali inatakiwa kujifunza namna ya kuendesha chaguzi za kidemokrasia. Sawa. Katibu, nadhani unafahamu kile ambacho kinaendelea ndani ya Chadema. Viongozi mbalimbali tumeshuhudia wakiondoka na wakijivua rasmi nyadhifa zao mbalimbali za uongozi ambao walikuwa nao, lakini pia wakijivua rasmi wanachama wa Chadema na kanda ya Kaskazini pia tumeshuhudia. Labda mpaka sasa katibu, maana bila shaka una orodha na dokumenti zote, mpaka sasa hivi ni kuna viongozi wangapi ndani ya Kaskazini wameondoka rasmi ndani ya Chadema pamoja pia na wanachama? Kwa taarifa rasmi ambazo nazo kwenye kanda ya Kaskazini ni jumla viongozi 21 katika ngazi kwa maana ya kanda, mkoa na majimbo ndio ambao wameondoka officially, yani ambao tumeona wakijitangaza na kudeclare wenyewe kwamba kuanzia tarehe hiyo kwamba wao sio tena wanachama wa Chadema. Na kwa katiba yetu sasa ukipoteza wanachama ina maana automatic na nafasi ambayo ulikuwa nayo tayari umenayo pia itakuwa imepotea. Kwa hiyo hiyo ndio taarifa ambayo mpaka sasa ni rasmi kwenye ofisi yetu ya chama. Sawa, hao ni viongozi. Kwa upande wa wanachama tu wa kawaida? Kwa kweli hakuna, tuna taarifa, kuna takwimu, lakini pia ninyi pia ni mashuhuda, mmeona wote waliokuwa wanajitangaza na kutangaza wameondoka ni viongozi. Hatujaona mwanachama ambaye amesema mimi
kuanzia sasa hivi nimeondoka, na sisi wanachama wetu kimfumo wa chama wanatunzwa kwenye ngazi ya matawi. Kwa hiyo mpaka sasa hivi hakuna tawi lolote limeripoti kwamba kuna wanachama kadhaa wamejitangaza. Kwa hiyo tunaamini kwamba wanachama bado wako sawa sawa, wako imara kwenye chama chao. Yeah. Sawa, tumeshuhudia viongozi tena wenye sifa kubwa kama mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Kilimanjaro Gervas Mgonja ameondoka ndani ya Chadema, lakini alikuwepo pia mwenyekiti wa Bawacha mkoa wa Kilimanjaro pia ameondoka, lakini na mweka hazina pia wa kanda Emma Kimambo ameondoka. Kuna namna wote hawa viongozi kuondoka kwao kuna itikisa Chadema kanda ya kaskazini? Hapana, mimi niseme chama ni taasisi na chama ni muunganiko wa watu wengi, sio mtu mmoja mmoja. Ya ingawa kama chama kiukweli hakuna ambaye anapenda kupoteza mwanachama wake, hasa ukiangalia wengi walioondoka, wengine wameanza na chama tangu kilipoanza, wengine wamekulia kwenye chama, wana mchango wao ndani ya chama. Kwa hiyo kiukweli tulitamani wabaki, hakuna mtu anayependa kumpoteza mtu ambaye amemwandaa, ambaye kimempika na kumlea. Lakini mwisho wa siku kwenye siasa ni taasisi ambayo kuna malengo. Taasisi na malengo, lakini pia kwenye taasisi hiki kila mmoja ana malengo yake. Pamoja kwamba kuna malengo ya taasisi, lakini pia kuna malengo binafsi. Kwa hiyo kama kuna mtu mnaweza mkao kwenye safari, yeye kwa mtazamo wake anaweza akaona kwamba hii safari labda gari nililolipanda haliwezi kunifikisha mahali nilipo. Ni uhuru wake. Lakini sisi kama Chadema tuna malengo yetu, na malengo yetu yako vizuri kabisa, tumeyaweka vizuri kwenye katiba yetu ya chama. Ukisoma ibara ya 4 ya katiba ya Chadema pamoja na kanuni za chama, kanuni ya 4 imeeleza wazi kwamba kwenye upande malengo ya kijamii Chadema tunataka tuende wapi, kwenye malengo ya kiuchumi, malengo ya kisiasa. Kwa hiyo kwetu sisi Chadema ni taasisi pana, ina malengo mapana. Lakini pia Chadema kufika hapa pia imejengwa na watu zaidi ya mmoja, yani ni jitihada, ni nguvu za mtu zaidi ya mmoja. Kwa hiyo tunaamini kwamba kuondoka kwa mtu mmoja ni kwetu sio kitu kizuri, lakini tunaamini bado kama taasisi iko imara. Na ndio maana ukiona katika hili wimbi wengi walioondoka ni viongozi, na nimekuambia mpaka sasa hapa hakuna taarifa official kwamba sasa wanachama wameondoka. Na falsafa ya Chadema tunaamini katika people's power, kwa maana nguvu ya umma. Sisi tunaamini kwamba umma ndio wenye sauti na ndio wenye nguvu. Kwa hiyo ukitazama kama wanaondoka viongozi lakini wanachama bado hapo na wako imara, basi sisi tunasema kwamba chama bado kiko imara ndani ya kaskazini na Tanzania kwa ujumla. Lakini katibu, hapo mara nyingi kila kiongozi huwa ana watu wake nyuma. Yani wewe mwenyewe bila shaka una watu nyuma ambao wanakuamini sana. Huoni kwamba kuondoka kwa viongozi tena wenye sifa kubwa ndani ya chama kwa upande huo wa kaskazini kuna jinsi pia itaondoka na wimbi pia la wanachama wa Chadema? Sasa watu wanakuamini na wanakufuata pia ukiwa wapi na ulikuwa nani. Kumbuka kilichokufanya watu wakuamini na wakufuate ni kwa sababu wamekujua huyu ni Chadema na ni kiongozi wa Chadema. Kwa hiyo watu wanakufuata sio cheo chako au sio wewe binafsi, ni ile nafasi lakini na mahali ulipo kuwepo. Sasa ukiondoka usitegemee watu kwamba wale watakufuata, kwa sababu watu walikuamini na wakakufuata na wanakusikiliza kwa sababu wewe ulikuwa ni kiongozi wa chama chao. Na ndio maana sisi tunasema tunaamini kwamba uongozi, yani chama ni watu. Ukiwa na kanisa au msikiti ambalo halina waumini, hilo sio kanisa. Kwa hiyo kama kanisa au msikiti ukiwa na waumini ambao wakafuata katika imani, wakajengwa katika imani, akiondoka kwa mchungaji sio mwisho wa ile kanisa. Na hichi ninachokisema ninyi pia ni mashuhuda na Watanzania ni mashuhuda. Wao sio watu wa kwanza kuondoka. Wameondoka watu wengi, lakini chama bado kipo imara. Ni kweli kwamba unaweza kuta kuna wanamchango wao, unaweza kuta pia kupitia wao pia kuna watu wakaamini na kujiunga Chadema. Well and good, tuna appreciate, tunakubali hilo. Lakini mwisho wa siku
Kitakachosimama ni imani ya chama, ni malengo ya chama na sio mtu moja mmoja. Kama hapo ulivyosema kwenye nafasi leo alikuwepo Amani Golugwa kama katibu wa kanda. Leo amepanda, ameondoka, ni naibu katibu mkuu, lakini leo niko, kesho mimi sipo, atakuja katibu mwingine wa kanda. Chama kitaendelea kuwepo. Namna ya ushawishi, uwezo wa kushawishi wanachama. Kuongoza pia. Sahihi, na kuna wanachama wengine wana ushawishi mkubwa kuliko hata sisi viongozi. Na wana uwezo mkubwa kuliko hata sisi viongozi. Kwa hiyo sisi kuwa kwenye hizi nafasi haina maana kwamba sisi ni the best au sisi tunajua sana. Ni kutangulizana tu. Ndio maana Chadema sisi tuna msemo wetu, wote wanajua kwamba Chadema hatugawani vyeo, tunagawana majukumu. Kwa hiyo leo niko mimi, kesho atakuja mwingine, kesho atakuja mwingine, lakini pia tunaamini kwamba Chadema ni mpango wa Mungu, kwa sababu tumepita misukosuko mingi zaidi ya hawa viongozi kuhama. Tumeona watu wamekuawa, viongozi wetu wakubwa wamekamatwa mara nyingi, wamepewa kesi, lakini umeona bado kama chama bado kimeendelea kusimama. Kwa hiyo tunaamini hili pia ni wimbi tu linapita. Kwa hiyo baada ya muda tutatulia na pengine atakuja mengine makubwa zaidi ya haya. Lakini chama naamini kwamba tayari kwamba kimesimama, kiko imara, naamini tutavuka tu. Kuondoka kwao hakujaitikisa kanda ya kaskazini. Kabisa. Hii 100% ninasema hapajatikisika. Yaani chama kiko imara sana. Sawa, viongozi, ukiwasikiliza hao viongozi ambao wamengatuka Chadema, wana hoja mbalimbali, wengine wanadai kutokusikilizwa, lakini kutofuatwa kwa baadhi ya taratibu ndani ya Chadema wakati wa kutaka kuondolewa au kuwasikiliza. Mfano hapa mweka hazina wa kanda. Ndugu waandishi wa habari, mnamo tarehe 24 mwezi wa 4 niliweza kupokea barua kutoka ndani ya tawi langu likinitaka nikajieleze kwa nini mimi ni mmoja wapo wa G55. Kinyume kabisa na katiba, kinyume kabisa na utaratibu na kanuni tulizojiwekea. Nilimsihi kiongozi wa tawi kama anaona nimekosea sehemu yoyote, nimeenda kinyume na katiba, malalamiko hayo ayapeleke kwenye ngazi yangu husika ya nidhamu. Nilimpigia katibu wangu wa kanda, nikamtumia barua ile, nikamtumia pia mwenyekiti wangu wa kanda barua ile, lakini hakuna kilichofanyika. Mbali zaidi, tarehe 25 nikapokea barua nyingine ya kunitaka kwamba nieleze kwa nini barua niliyoipokea tarehe 24 nimeisambaza kwenye mitandao ya kijamii, ingali sio kweli. Sawa, huyo ni alikuwepo mweka hazina kanda ya Kimambo, nadhani unamfahamu na amekutaja hapo pia. Sasa imeonekana hawa G55 wanalalamika kuna jinsi wanahujumiwa ndani ya chama, kuna taratibu hazifuatwi, na amekutaja hapo. Kwanza haya madai yake ni ya kweli? Madai sio ya kweli, kwa sababu kwanza mpaka tarehe hiyo ya anatangaza yeye alikuwa ni mweka hazina wa kanda kabla hiyo tarehe, na kuna popote ambapo ameshawahi kukwamishwa kwenye utekelezaji wa majukumu yake. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba hakukuwa na tatizo. Kwa hiyo kama ni fursa alipata, tayari alikuwa ni kiongozi, hakuwahi popote kukwamishwa kutekeleza majukumu yake. Sasa kuna kitu nadhani ni muhimu watu wakakielewa na wakakitenganisha vizuri, kwa sababu wao wamejitambulisha na muda wote walikuwa wanajiita G55, na mara kadhaa ametokea kwenye kwenda kwenye vyombo vya habari na kufanya. Sasa kule alipokuwa anakwenda, hakwenda kama mweka hazina wa kanda, alikuwa anakwenda kama Emi Kimambo, kwa sababu sisi hatukumtuma mtu yote kwenda kwenye press, kwa sababu sisi kama chama tuna utaratibu wetu. Ukisoma kanuni za maadili ya viongozi wa chama, kanuni ya 11 na kanuni ya 12, inaeleza wazi kwamba kiongozi yote wa Chadema kwanza una wajibu wa kutekeleza maazimio na maamuzi yote ya chama, na kama ukubaliani nayo basi utapinga kupitia vikao halali au mifumo halali ya ndani ya chama. Sasa sisi vikao vyetu au mifumo halali sio vyombo vya habari, sio press.
Kwa hiyo yule ni nje ya utaratibu. Kwa hiyo ni nje ya ukiukaji wa maadili. Lakini ukienda ukisoma katiba yetu, kwanza ili uwe kiongozi ni lazima uwe mwanachama. Yaani lazima uwe na sifa. Hiyo ndio sifa mama inayotangulia. Na kwa katiba yetu wanachama wa Chadema unahifadhiwa, orodha ya wanachama unatambulika na inahifadhiwa kwenye ngazi ya tawi. Sasa tawi wao hawakumwandikia kama mweka hazina wa kanda. Wamemwandikia kama mwanachama wa tawi lao. Kwa sababu walichokuwa nakifanya kwa tuhuma walizokuwa wanamtuhumu nazo ni amefanya kwa kukiuka, kwamba anakosoa na kupinga kama mwanachama, kwa sababu aliamini kwenye press alizokuwa anafanya sio chama kimemtuma. Hakusimama kama mweka hazina wa kanda ya kaskazini, kama mwanachama wa Chadema, kama mwana G55 wao ambavyo jinsi walivyokuwa wanajiita. Kwa hiyo makosa yake yamekuwa established hivyo, kwamba huyu yangekuwa ni makosa kwamba amekiuka wakati amefanya makosa wakati akiwa kama anawajibika kama mweka hazina. Sasa hiyo ni jambo jingine. Hilo la kwanza nilisema naona liwe very clear, watu walielewe na mifano hiyo. Sasa unajua sheria ni jambo moja, kutafsiri sheria ni jambo jingine. Kwa mfano utaona kuna kesi, kwa mfano uliona DC alikuwa hai, kuna DC mmoja alikuwa nadhani ni Babati kipindi cha nyuma, uliona alishtakiwa kama yeye na mahakama ilimuamuru ilivyo, sio kama DC. Kwa hiyo hakushtakiwa kufanya makosa wakati anatekeleza majukumu ya DC, bali ni alifanya kama yeye. Kwa hiyo makosa ambayo ukisoma ile barua walikuwa wanamtuhumu nayo aliyafanya kama Kimambo, sio kama mweka hazina wa Chadema kanda ya kaskazini. Kwa hilo la kwanza. Lakini la pili, ni kweli mimi alinipigia simu na kuniambia, lakini mimi nilimwambia wewe umeandikiwa barua, cha msingi wewe fuata utaratibu. Kwa maana kama yeye kuna utaratibu ambao anaona hauko sawa, basi alipaswa alete kwa maandishi kwamba kama katibu kanda, ili mimi, kwa sababu ofisi ni documentations. Kwa hiyo mimi alinipigia simu na mimi nilimwambia cha msingi wewe fuata utaratibu. Sasa kwa maana kama akiona anapaswa kuwajibika kujibu, ni vema awajibu lile tawi. Na majibu ambayo alikuwa anayataka ni vema alipaswa kuwaandikia hayo ambayo yeye alikuwa anaona ile sio mamlaka yake, alipaswa yajibu kwa maandishi kwamba mimi ni kiongozi, ninyi sio mamlaka yangu. Angewajibu alafu nakala apeleke katika ngazi husika. Lakini la lingine na la muhimu sana watu waelewe, bado ile ilikuwa sio ngazi ya mwisho ya maamuzi. Kwa hiyo bado tu alikuwa na nafasi kwamba ya kujibu, na kama anaona sio sahihi uamuzi uliotoka, bado alikuwa kuna ngazi ya kata, kuna ngazi ya ugaya, kuna ngazi paka ingefika kwenye ngazi ya kanda. Lakini kwa sababu ambaye hanaifahamu yeye, mimi siwezi kumzungumzia, hakutaka kufanya hivyo. Sasa taasisi hatuendeshi kwa mazoea, hatuendeshi kwa sababu mimi ni kiongozi fulani, nina access na kiongozi fulani, naweza nikampigia kiongozi akatoa maelekezo. Hatufanyi kwa namna hiyo. Alikupigia simu kukuandikia barua? Hakuniandikia barua, kwa maana tulizungumza tu kwa njia ya simu. Na mimi maelekezo yangu yalikuwa very straight. Sasa wewe cha msingi pokea barua, wewe fuata utaratibu, na litakaponifikia mimi nitalishughulikia kwa mujibu wa taratibu. Ndivyo mimi nilichomjibu. Kwa maana kwamba lingenifikia sasa officially, ningetazama sasa katiba yetu inasemaje, kwamba huyu alomtumia, je, makosa yako ndani ya hayo mamlaka au yapo. Kwa hiyo ningekuwa na guts sasa za kutoa maelekezo kwenye ngazi husika. Sawa. Sasa katibu, ni kwa nini nyie tawi lilimwandikia barua kama Kimambo na sio mweka hazina wa chama kati ni mweka hazina wa chama? Kwani alipokwenda kujitambulisha bado kwenye press conference alisema kwamba yeye ni mwanachama kawaida, bali alisema yeye ni mweka hazina wa chama? Hapana, kwenye zile press walisema wao ni G55. Kwa hiyo wameanzisha ni wanachama wa Chadema ambao wao wana mtazamo mbadala dhidi ya msimamo
wa chama. Kwa hiyo walichokuwa wamekwenda pale sio kama kiongozi, bali ni kama sehemu ya wanachama wa Chadema wenye mtazamo mbadala dhidi ya msimamo wa chama. Lakini Emma Kimambo hapa alisema alikuandikia barua, maana yake ni amepotosha? No, hapana, sina barua yake yoyote. Hakuniandikia barua. Kama nilivyosema, tulizungumza kwenye simu na mimi yani huwa niko direct, nimenyoka kama rula. Nilimwambia please wewe fuata utaratibu, likinifikia nitalishughulikia kwa mujibu wa taratibu. Wewe ni katibu wa kanda. Hawa viongozi wanapotaka kuondoka kabla ya press conference, labda wamekuwa wakikufuata kukuambia bana tatu ondoke kwa sababu ya hizi na hizi, labda mmeshindwa kufanya hivi na hivi? Hapana, na ndio maana nimesema hakuna. Na mimi ukiniambia sasa nilikuwa nawasikiliza, na mimi pia nakuwa kama surprise, kwa sababu kama nilivyosema kabla hiyo tarehe wote tumekuwa tukifanya kazi pamoja, na officially mimi kama katibu wa kanda sina concern ya kiongozi yoyote ambaye officially kwamba rise kwamba sasa tunatengwa. Na ukitaka kujua hiki ninachokisema, kwa sababu wote walikuwa na positions na hakuna hata mmoja anaweza kusema mimi wakati natekeleza majukumu yangu labda nilizuiwa kwa sababu labda nilionekana mimi ni timu fulani, lakini wote wamefanya mweka hazina. Kama nilivyosema, kwa mfano tulianza, mimi tulivyoingia, kama mnavyofahamu ofisi ilishawahi kupata changamoto ya kuchomwa moto. Baadaye sasa ina maana hapa tunaanza kuiestablish upya, na tukaanza michango kwa wadau mbalimbali, na yeye ndio alikuwa akipokea fedha. Yeye Emi kama mweka hazina, kwa alikuwa akipokea, nikifanya naye ile nimepokea kiasi hiki, kuna kazi imefanyika natakiwa kulipa bila shida yote. Kwa hiyo hakuna mahali popote ambapo ili imefanya. Ukija ukiangalia Mheshimiwa Mgonja, yeye alikuwa ni pamoja na kuwa kwamba ni mwenyekiti wa mkoa, kwa nafasi yake pia ni mjumbe wa kamati ya utendaji ya kanda. Kwa hiyo pia tumefanya vikao vya kamati ya utendaji ya kanda, ameshiriki. Kuna vile pia alikuwa ni mjumbe wa kamati ya fedha na rasilimali. Kwa pia kuna grupu ya hiyo tunashiriki, tunapeana update. Tumefanya, mimi nimekwenda nimefanya kikao cha mashauriano ya mkoa, tumefanya pamoja, tumeandaa, tumemaliza kikao. Kwa hiyo wote tumekuwa kwenye nafasi nzuri, tumefanya mpaka dakika ya mwisho mimi kuja kuwaona kwenye press. Kwa hiyo kwenye chama kama kanda kaskazini, yani I'm sure 100% ninaweza nikasimama popote nikasema walioondoka mimi naheshimu uamuzi wao, kwa sababu tuko kwenye vyama vya siasa, lakini pia katiba yetu ya nchi ibara ya 20 inasema kila mtu ana hiari ya kujiunga na chama chochote. Lakini pia kwenye vyama vya siasa, pamoja na kuwa na malengo ya pamoja, lakini kila mtu pia ana malengo na mtazamo wake binafsi. Kwa hiyo mimi naheshimu uamuzi wao, huo ni uamuzi wao binafsi, siwezi kuingilia, kwa sababu mwisho wa siku hivi vyama ni hiari. Leo mimi nipo, kesho sipo, watakuja wengine, wataondoka wengine. Kwa kama ni hilo mimi ninaheshimu, lakini kwa kanda ya kaskazini ninasema kwamba no, sio kweli kwamba kwenye kanda yetu ya kaskazini kama kuna hata mmoja wao alibaguliwa. Mheshimiwa, kwa mfano utaona Mheshimiwa Grace Kwelu pamoja na kuwa ni mwenyekiti wa Bawacha, lakini pia kamati tendaji kwa level ya kanda pia tulimteua kama mwenyekiti wa kamati ya fedha ya kanda. Kwa hiyo utaona kwamba tumepeana pia nafasi kwa sababu ya kuheshimu uwezo wao, kuheshimu mchango wao ndani ya chama. Kwa hiyo kwenye kanda kaskazini, yani I'm proud kusema kwamba hakuna mtu yoyote ambaye amebaguliwa whether kwa kuwa na mtazamo tofauti dhidi ya mgombea fulani. Sisi tunachoamini, uchaguzi uliisha tarehe 21, kilichoshinda ni chama. Kwa hiyo whether ulikuwa timu Lissu, alikuwa timu Mbowe, tunaungana wote ni wanachadema, na ndio maana tuliweka timu pamoja. Kwa kuondoka kwao ilikuwa kama surprise kwako? Mimi kwa kweli kwangu ilikuwa kama surprise, kwa sababu sijaona shida yoyote kwenye masuala. Nikiwa kama mtendaji mkuu wa shughuli za chama za kila siku, sijaona mtu yoyote kwamba amezuiwa kutenda au amekutana au basi akaileta officially labda kwangu kwamba tuna 1 2 3 kuna watu fulani labda wananizuia kutimiza majukumu yangu.
yani hakuna sija. Ukutegemea hili maana mara kadhaa kumekuwa na fukuto linaanzia ndani ya chama, kwenye magrupu ya chama, kwenye vijiwe mbalimbali vya wanachama wanakutana viongozi. Hili halikuwa linafukuta ndani ya chama kabla ya kuja kuwaona public? Ya, mafukuto yapo ndani ya magrupu, lakini unapokuwa kiongozi hutaki kufanya kazi kwa emotional. Yani watu, unajua siku hizi ni free, mtu ana data anaweza kaamka kaandika chochote, na tumeshuhudia kuna taarifa nyingi sana fake. Sasa mimi kama kiongozi na kama mtendaji mkuu wa chama kwenye kanda sifanyi kazi kwa hisia au kwa watu, kwa sababu kama nilivyosema ni ukweli, kwenye uchaguzi tumekuwa na makundi ndani ya uchaguzi, huyu anamuunga huyu anamuunga huyu. Kwa hiyo pia ambaye imepelekea pia kutengeneza chuki miongoni mwa wanachama au miongoni mwa. Sasa kuna mtu mwingine anaweza akasema kwa nia ya kumchafua mtu fulani, lakini au mwingine anaweza akasema sawa, ni kweli, unaweza kuta unachokisema ni kweli, lakini ili kwa mfano sasa mimi niweze kwa mfano kuchukua zile hatua, ni lazima niwe na tangible evidence, niwe na ushahidi ambao hautaacha shaka ili niweze kuchukua. Kwa mfano mliona before, kabla hajahama, niliandika barua ya kutengua utenguzi wa kusimamisha katibu wa mkoa wa Kilimanjaro Basil Lema, kwa sababu baada ya kupata taarifa kwenye sources za uhakika na mimi kupitia mifumo na vyombo vyangu niliviagiza, vilifanya kazi, nilipokea taarifa, lakini pia pamoja na vyanzo vile vyombo kuniletea taarifa, lakini bado mimi niliingia zaidi, nilitaka kuhakikisha zaidi ili maamuzi takayafanya basi yaweze kuwa na ushahidi kwa 100%. Kwa hiyo nikapitia tena kuverify ushahidi, nikajiridhisha pasipo shaka. Kwa hiyo unaona nilichukua hatua. Kwa hiyo hata wengine wote ni watu ambao walikuwa wanatajwa, kuna wengine hata bado wapo pia wanatajwa, lakini mwisho wa siku tumesema hatutafanya maamuzi kama hatutakuwa na ushahidi ambao mwisho wa siku utakuwa ni sahihi, kwa sababu lengo ni tusimuumize mtu au tusimuonee mtu. Mwisho wa siku maamuzi tutakayofanya yasiwe ya kwangu, ya katibu wa kanda, bali yawe ni kwa mujibu wa katiba na taratibu za chama chetu. Yeah. Kwa Basil Lema, unasema ulifanya uchunguzi wako na udadisi wako, ukagundua kuna baadhi ya vitu alikuwa anafanya vitu. Ya, moja jambo kubwa ambalo alikuwa anafanya na ambalo tuliridhisha pasipo shaka ni kupigia simu viongozi kwa kutumia mamlaka yake ya ukatibu, kwamba na kuwashawishi kwamba waje Moshi kwenye presi kuhama chama, kwamba hiki chama watu hata tena shiriki akiendi kwenye uchaguzi, na ninyi mnataka kuwa madiwani, wengine mnataka kuwa wabunge, kwa hiyo iko chama Chadema hakiruhusiwi tena kushiriki uchaguzi na nyie, kwa hiyo msipoteze muda wenu, kwa hiyo njoeni mje tutafanya mkutano ili tuhame chama. Kunaweza kukawa na mitazamo, lakini nafikiri mimi naamini labda imekuja tu by accident. Sitaki kuamini kwamba ni Chadema Kilimanjaro, kwamba kama ninavyoona kwenye mitandao wengine tu ni Wachaga nani. Mimi sitaki kuamini hivyo. Ni vitu mimi naamini tu labda vimejikuta tu automatic, lakini kwa mfano ukiona of course Emi kwa mfano yeye ni Kilimanjaro lakini anaishi Arusha, kwa hiyo siwezi kumhesabu kama ni wa Kilimanjaro. Even hata katibu mwenyekiti wa mkoa Gervas, pamoja kwamba ni mwenyekiti wa Kilimanjaro, lakini pia ni mtu ambaye pia alikuwa anaishi Arusha. Kwa hiyo nadhani tu ni kitu ambacho imejitokea tu. Mimi naamini labda imejitokea tu, imejikuta. Sina any proof evidence kwamba kusema kwamba Kilimanjaro ni sababu fulani, iweza ni udini, ni ukabila. Wengi wanazungumza kwa sababu ya mwenyekiti mstaafu wa Chadema ama mwenyekiti aliyopita Freeman Mbowe alikuwa anatokea Kilimanjaro, lakini ukiachana na hicho inadaiwa hao G55 kuna nguvu ambayo wanaipata nyuma, kuna ushawishi wanaopata nyuma, wengine kutoka Freeman Mbowe, wengine kutoka kwa CCM. Wewe udhani kuondoka kwa wanachama na viongozi wengi wa Chadema pale Kilimanjaro kwa sababu ya Freeman Mbowe, wengi walikuwa wanamuunga Freeman Mbowe kipindi cha uchaguzi wa ndani wa Chadema? Siamini, kwa sababu mheshimiwa Freeman Mbowe amekuwa ni mwenyekiti na anaungwa mkono na nchi nzima. Kwa hiyo siamini kama alikuwa tu ni mwenyekiti wa Kilimanjaro, kwa sababu pia tumeona press nyingine, tumeona Tabora, tumeona wapi kule ni Wachaga.
Je, kule ni Mboya anapotoka? Lakini mimi nataka niwaambie Kilimanjaro chama kiko very strong. Kwa bahati nzuri mimi ni juzi tu nimemaliza ziara. Kati ya majimbo 9 ya mkoa wa Kilimanjaro nimekwenda majimbo 6 na nimefanya vikao kwenye levels za majimbo, ambapo pia ilikuwa ina include viongozi wengine kutoka kwenye kata na wanachama wa kawaida. Yani wanachama wako imara kuliko unavyodhani. Yani wako sawasawa, na wao wamesema wako tayari. Wao wanachosema kwamba wamejiunga Chadema kwa sababu ya imani ya Chadema, kwa sababu ya wanakiamini Chadema kwamba ni sauti ya Watanzania. Hawajaingia Chadema kwa sababu ya mtu. Hilo la kwanza. Lakini la pili, mmeona juzi officially tweet ya Mheshimiwa Katibu Mkuu, amezungumza na Mheshimiwa Freeman Mbowe, na Katibu Mkuu ametoa official kwamba amezungumza na Mheshimiwa mwenyekiti mstaafu, amesema yeye hahusiki, yuko imara na hana shida yoyote, yeye bado ni mwanachama wa Chadema. Kwa hiyo sisi pia hatuamini katika hayo yanayosema. Kama nilivyosema pale mwanzoni, sasa wakati mwingine kuna mengine anasema ni kwa sababu tu ya masuala ya uchaguzi. Kuna watu hawataki kuamini kwamba uchaguzi umekwisha. Kwa hiyo sisi tunaamini ni watu ambao wanataka kumchafua mwenyekiti wetu mstaafu. Tuliona pale baada alitoa hotuba, amekubaliana na matokeo na amesema yuko imara na kwenda kupumzika, lakini bado yupo na chama. Kwa hiyo mimi siamini hao waliofanya wote, viongozi waliohama, mimi naamini wameondoka kwa utashi wao na wamefanya maamuzi kwa sababu labda ya malengo yao wameona ndani ya Chadema hayataweza kutimia, kwa sababu lakini mtu yoyote, na hata wao sijasikia wakimhusisha Mheshimiwa Freeman. Kwa hiyo hizi ni hisia labda za watu ya kama ni ngumu ni sawa, basi sisi tutachukulia hivyo lakini tutaamini labda siku tukiona labda Mheshimiwa, na mimi siamini, kwa sababu bahati nzuri binafsi ukiachana kwa katibu, lakini binafsi mimi nimefanya kazi na Mheshimiwa Freeman nikiwa msaidizi wake jimbo la Hai. Kwa hiyo ninajua passion yake kwenye hiki chama, ninajua mchango wake kwenye hiki chama, ninajua struggle yake kwenye hiki chama. Siamini nitakuwa kwa kweli mtu wa mwisho kuamini kama alivyofanya Tomaso, alivyoishi na Yesu, aliambiwa Yesu amefufuka, alisema hapana mpaka nishike. Basi mimi nitakuwa kama Tomaso mpaka siku. Lakini kwa jinsi ninavyomfahamu, na sisi wengi tumepita kwenye mikono yake, ametulea, tunamfahamu vizuri. Kwa hiyo siamini. Kwa hiyo ni hizo tu watu sasa kutengeneza story kulingana na ili vuguvugu ambalo linaendelea. Mikakati ya chama sasa ikoje kufukia mashimo ya baadhi ya watu ambao wamejivua rasmi uongozi? Mwenyekiti kama nilivyokuambia, katibu wa Bawacha, lakini pia alikuwepo ni mwenyekiti wa wilaya ya Mwanga kama tutakosea Mchome. Yes, na yeye pia angaja tangaza kujivua, lakini ameonekana yupo huko kwenye G55. Mikakati ya chama sasa ikoje kwenye viongozi ambao wametangaza rasmi kujivua uongozi, mna mpango gani sasa? Kwa mujibu wa katiba yetu ya chama, pindi nafasi inapotokea wazi kwamba nafasi ile kwa hatua ya awali inatakiwa kukaimishwa, vikao vile vya mamlaka vya kichama vinakaa, vinafanya uteuzi kwa maana ya kukaimisha katika kipindi kisichozidi miezi 6. Kwa baada ya hapo ina maana kwamba uchaguzi unatakiwa ufanyike. Sasa kwa kesi ya Kilimanjaro nadhani sasa hivi tayari maelekezo yameshatoka. Kwa hiyo tunategemea kufanya vikao vya mashauriano mkoa wa Kilimanjaro kwa ajili ya kuziba hizo nafasi, lakini ninaomba sasa tutatoa mkakati na mwelekeo wa chama hususan kwa mkoa wa Kilimanjaro kwa sababu yameathirika, baada ya kikao ambacho tunategemea kufanya Jumamosi ya wiki hii. Kwa hiyo baada ya kile kikao tutaita waandishi wa habari, kwa hiyo tutawatangazia sasa hatua gani chama tumechukua na tunakwendaje baada ya hayo yaliyotokea. Kwa hiyo baada ya kikao hicho naamini sasa tutatoa taarifa rasmi kwa umma na kupitia vyombo vya habari sasa kanda ya kaskazini hususan kwa mkoa wa Kilimanjaro, lakini na kwenda kwa ujumla, basi tunakwenda na mwelekeo gani. Kuna uwezekano wa kufanya kukaimisha, yani akawa amekaimu labda kaimu mwenyekiti wa Chadema Kilimanjaro? Huo ndio utaratibu wa chama kama nilivyosema. Kwa hiyo kwa hatua za awali mnakaimisha, lakini baada ya hapo sasa, kwa sababu kipindi kilichobaki ni kirefu,
basi tunapaswa ndani ya miezi 6 tuwe tumeshajipanga na kufanyika uchaguzi wa kikatiba. Yeah. Ukiwa kama katibu wa kanda ya kaskazini, unaweza ukatoa ushauri gani kwa G55 lakini na hawa ambao wameondoka rasmi ndani ya Chadema? Yeah, mimi kikubwa ninacho washauri kwamba wasifanye maamuzi kwa kufuata mkumbo au kwa mihemko, kwa sababu kwenye chama cha siasa ni kweli chama cha siasa kwanza ni vita vya kimadaraka, kwamba kwa hiyo waelewe huko walipokwenda au atakapo bado huko wanapotaka kwenda, maki kama niliwasikia wanasema wanatafakari hawajastaafu Shauma. Yes, watatoa tamko lao wapi wanajiunga. Kwa hiyo wajue kwamba huko pia wanapokwenda pia wanaweza wasikutane na uraisi, watakutana pia na vita.